waheshimiwa mapadri, watawa, walei na taifa lote la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Ufuatao ni wasifu wa marehemu mama yetu Joanna Mzee Malia. Kuzaliwa. Kuzaliwa. Dada na mama yetu Joanna Mzee Malia alizaliwa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 1944 Umbwe Moshi, katika parokia ya Umbwe. Sakramenti. Mama yetu Joanna Mzee Malia katika uhai wake alipata sakramenti zifuatazo: ubatizo tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka 1944, Ekaristi takatifu mwaka 1954, sakramenti ya kipaimara mwaka 1955. Elimu. Dada na mama yetu Joanna Mzee Malia katika uhai wake alipata elimu katika ngazi tofauti kama ifuatavyo: elimu ya msingi darasa la kwanza hadi la 4 katika shule ya msingi Umbwe mwaka 1950 hadi mwaka 1953. Elimu ya darasa la 5 hadi darasa la 7 katika shule ya Mandaka Middle School kuanzia mwaka 1957 hadi mwaka 1960. Mafunzo ya ualimu daraja la 3 katika chuo cha Mandaka Teachers College kuanzia mwaka 1961 hadi mwaka 1962. Mafunzo ya diploma ya ualimu katika chuo cha Richmond, Yorkshire, England kuanzia mwaka 1963 hadi mwaka 1964. Mafunzo ya diploma ya kufundishia lugha ya Kiingereza katika chuo cha Moray House College of Education, Scotland kuanzia mwaka 1982 hadi mwaka 1983. Mafunzo ya ukufunzi katika chuo cha Stockholm Institute of Education, England. Kazi. Dada na mama yetu Joanna Mzee Malia katika uhai wake alifanya kazi katika vyuo mbalimbali hapa nchini kama mkufunzi wa walimu daraja la 3A kuanzia mwaka 1967 hadi mwaka 2006. Mwaka 2000 hadi mwaka 2009 alifanya kazi ya meneja miradi ya miradi iliyopewa jina la Women and Development. Mwaka 2007 hadi 2025 alifanya kazi ya mkurugenzi wa shule ya awali na msingi Paul Albert. Wito. Dada na mama yetu Joanna Mzee Malia alijiunga na shirika la kazi ya Roho Mtakatifu, yani Secular Institute of Women mwaka 1988. Aliweka nadhiri za muda mwaka 1992 katika nyumba ya masista wa Enezi Injili wa Maria Kilacha. Aliweka ahadi za daima mwaka 1997 katika nyumba ya mapadri wa Don Bosco Moshi. Alifanya jubilei ya miaka 25 ya utumishi katika kanisa tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2020 katika nyumba ya malezi Himo. Utume katika shirika. Dada na mama yetu Joanna Mzee Malia alifanya utume ufuatao katika shirika. Kuanzia mwaka 1995 hadi 2001 alikuwa ni makamu mkuu wa shirika. Kuanzia tarehe 2 mwezi wa 6 mpaka 2008 alikuwa mkuu wa shirika kanda ya Afrika.
Kuanzia mwaka 2008 hadi 2011 alikuwa mkuu wa shirika kimataifa. Alikuwa mkurugenzi wa shule ya awali na msingi Paul Albert ambayo inasimamiwa na shirika kuanzia mwaka 2007 hadi mwaka 2025. Pamoja na majukumu ya uongozi katika shirika, dada na mama yetu Joanna Mzee Malia alifanikiwa kuanzisha na kuendeleza miradi mbalimbali hapa shirikani kama ufunguzi wa shamba la shirika na kuanzisha kilimo cha ndizi, kuanzisha na kuendeleza mradi wa shule, mradi wa mazingira kwa kupanda miti ya kivuli na matunda katika eneo lote la shirika, pia kuanzisha mradi wa kilimo na ufugaji katika eneo la shirika lililopo Handeni, Tanga, mradi wa uvunaji maji ya mvua kwa kujenga visima vikubwa pamoja na kuchimba visima vya maji. Wasifu. Dada na mama yetu Joanna Mzee Malia alikuwa mtu wa sala sana. Alimpenda sana mama Bikira Maria. Alikuwa jasiri na mkakamavu. Hakusita kufanya jambo lolote lenye kuleta maendeleo kwa jumuiya yote. Alikuwa na uthubutu wa kuanzisha miradi hata katika mazingira magumu. Dada na mama yetu Joanna Mzee Malia alikuwa mwanataaluma mzuri, kwani kila wakati alisisitiza maendeleo ya taaluma kwa watoto. Alisaidia sana wagonjwa na wahitaji kila wakati. Pia mama yetu alipenda mazingira sana. Ameacha sehemu yote ya shirika ikiwa inapendeza kwa miti ya matunda, kivuli na maua mazuri. Kifo. Mnamo tarehe 25 mwezi wa 3 2026, dada na mama yetu Joanna Mzee Malia alijisikia vibaya akiwa shuleni na kupelekwa hospitali ya Faraja Himo majira ya saa 7 mchana. Umauti ulimkuta kabla ya madaktari kubaini changamoto iliyompata. Shukrani. Shirika linamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya dada na mama yetu Joanna Mzee Malia kwa shirika na kanisa. Shirika linawashukuru wazazi na familia kwa malezi bora waliompa na kumtoa awe chombo cha kanisa. Tunamshukuru Mhasham Baba Askofu Ludovic Joseph Minde kwa kumtuma padri vikari wa watawa kuja kutuongozea ibada ya misa takatifu ya kumhifadhi dada na mama yetu Joanna Malia. Tunawashukuru mapadre waliompa huduma za kiroho kuanzia utotoni hadi umauti ulipomfika. Tunawashukuru madaktari na wauguzi wa hospitali ya Faraja Himo kwa huduma walizompa. Mungu awabariki. Tunawashukuru watawa wote wa kike na wa kiume kwa jinsi walivyoshirikiana naye alipokuwa hai. Tunawashukuru wana SIW, yani Secular Institute of Women, kwa huduma zote walizompa dada na mama yetu Joanna Mzee Malia. Tunawashukuru wafanyakazi wa shule ya Paul Albert kwa kufanya kazi pamoja naye kwa upendo. Tunawashukuru ndugu na familia nzima ya dada na mama yetu Joanna Mzee Malia kwa kuwa karibu na shirika wakati wote na hasa kipindi hiki cha majonzi. Tunamshukuru Baba Padre aliyotuongezea ibada hii ya maziko. Tunamshukuru kila mmoja aliyetenga muda wake kuja kushiriki nasi katika siku hii ya kumhifadhi mama yetu. Mungu awabariki sana. Furaha ya milele umpe Joanna Mzee Malia, Bwana. Na mwanga wa milele
apumzike kwa amani.